Ufaransa imepinga wazo la Israel la kutoa maeneo katika ukanda wa Gaza. Ufaransa imepinga kauli ya waziri wa ulinzi wa Israel Katz aliyetishia kwamba nchi yake inaweza kutoa baadhi ya maeneo ya Gaza ikiwa wanamgambo wa Hamas hawatowaachia huru mateka waliosalia. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot amesema Ufaransa inapinga aina yoyote ya unyakuzi wa ardhi ya Wapalestina, iwe katika ukanda wa Gaza au kwenye ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Hayo ni baada ya waziri wa ulinzi wa Israel Katz kutishia hapo jana kutoa baadhi ya maeneo ya Gaza na kuyajumuisha kama himaya ya Israel ikiwa wanamgambo wa Hamas hawatowaachia huru mateka waliosalia. Akiwa katika mji wa mashariki mwa Ufaransa wa Dijon, Barrot amesema mustakabali wa eneo hilo utawezeshwa na suluhu la mataifa mawili. Hayo yanaarifiwa wakati Israel imezidisha mashambulizi yake huko katika ukanda wa Gaza na kusambaratisha hali ya utulivu iliyoshuhudiwa katika eneo hilo lililokumbwa na vita. Jeshi la Israel IDF limewataka hapo jana wakazi wa maeneo ya Al-Sadatin, Al-Karama na Al-Auda kusini mwa Gaza kuyahama makazi yao kabla ya mashambulizi makali yanayotarajiwa kufanyika. Jeshi la Israel limesema limefanikiwa usiku wa Ijumaa katika mji wa kusini wa Ashkelon kudungua makombora mawili yaliyofyatuliwa na Hamas, iliyodai kuwa shambulizi hilo ni jibu kwa mauaji yanayoendelea dhidi ya raia huko Gaza. Waziri huyo wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz ameonya kwamba watazidisha mashambulizi ya angani, majini na ardhini hadi mateka wote watakapoachiliwa na kushuhudia Hamas ikishindwa, na kusisitiza kuwa watatumia shinikizo zote iwe za kijeshi na za kiraia. Wimbi hilo jipya la mashambulizi ya Israel huko Gaza linafanyika kwa uratibu wa serikali ya Rais Donald Trump wa Marekani, hatua iliyoibua ukosoaji mkubwa, ambapo Uturuki imelaani kile ilichokisema ni shambulio la makusudi la Israel kwenye hospitali iliyojengwa na nchi hiyo huko Gaza, huku Rais wa Urusi Vladimir Putin akielezea kusikitishwa na mashambulizi hayo mapya ya Israel. Hata hivyo, Netanyahu anakabiliwa na shinikizo ndani ya Israel. Kwa siku kadhaa sasa, maelfu ya watu wamekuwa wakiandamana mjini Yerusalemu wakimtuhumu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa kuanzisha tena operesheni za kijeshi bila kujali usalama wa mateka. Baadhi wamekuwa wakimtaka waziri mkuu huyo ajiuzulu kwa kushindwa katika jukumu lake la kuwalinda Waisraeli wote, wakimtuhumu pia kutaka kuyumbisha demokrasia kwa faida zake za kisiasa ili tu asalie madarakani. Hata hivyo, rais wa Israel Isaac Herzog alielezea wazi wasiwasi wake kuhusu hatua serikali ya Netanyahu, akisema haiwezekani kuanzisha mapigano na wakati huo huo uendelee na mchakato wa kuwarejesha nyumbani mateka karibu 58 ambao bado wanashikiliwa na kundi la wapiganaji la Hamas. Mazungumzo ya amani yalivunjika wakati Israel ilipokataa kuanzisha awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano, ambayo vipengele vyake vilitaka Israel kuviondoa kabisa vikosi vyake huko Gaza na Hamas kuachia mateka wote waliosalia. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio yanayoendelea huko katika ukanda wa Gaza. Lakini bila shaka nawe una nafasi ya kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote.